Karibuni sana watazamaji wangu wa chaneli ya Prophet Mwonaji, na siku ya leo nimewaletea mgeni katika chaneli hii. Kwa hivyo akona mengi ya kutuelezea kuhusu mambo ya tiba na watu walio na matatizo mbalimbali. Kwa hivyo ninawakaribisha wale mnatutazama kutoka maeneo yote duniani, muweze kutufuatilia kuanzia sasa hadi tutakapomaliza mahojiano haya. Kwa hivyo mgeni wangu leo katika channel hii nimeonelea aje awafundishe mambo machache, na nyinyi mtapata kitu kutoka kwa elimu aliyo nayo. Ako na elimu sana ya mambo mengi. Kwa hivyo mtaenda kumusikia vile atakavyokuwa akiongea. Kwanza nimkaribishe aweze kuwasalimia na aweze kujitambulisha. Kwa hivyo karibu Bwana Wycliffe. Karibu sana, wasalimie watazamaji alafu ujitambulishe mbele yao. Nimeshukuru kwa kunialika siku ya leo kwa hii channel ili kutujifunzane mawili matatu. Mimi kwa majina ni Wycliffe Otongo, ni mkaaji wa hapa Kiambu. Lakini kwa zaidi sana ni kusaidiana katika hali ya kimaisha na jinsi utakapoepuka mashida ya kila aina mbalimbali, na jinsi utakapokaa katika hali ya kimaisha bila kusumbuana na watu ama na mambo mengi. Na fikiri tutaongea kindani tukifikiria tukianzia moja kwa moja. Mumemusikia kwanza ameweza kuwasalimu, na vile vile kuna mambo nitamuuliza na ataweza kutoa yale ambayo anayajua. Kwa sababu hapa kwa hii channel kuna watu wengi wanaangalia na wanataka msaada wa mambo ya tiba mbalimbali, na nikaona huyo ndugu yangu hapa naye ni mtu anajua mambo mengi, nikaona waja aje katika channel hii ili aweze kuzungumza na watazamaji wangu, ili aweze kuwapa kile anachokijua. Kwa hivyo siku hii ya leo ninamkaribisha na nikimuuliza mambo fulani ili aweze kutuwekea wazi katika upande wao vile wanavyosaidia watu. Ni mtaalamu, anajua mambo mengi na anajua elimu nyingi sana. Kwa hivyo basi ninaomba kwamba muweze kumfuatilia vile atakavyokuwa akileta maneno yake. Bwana Wycliffe ni mtaalamu wa mambo ya miti, anajua, kuna elimu kubwa sana. Bwana Wycliffe, kuna watu wanakutazama hapa na wako na matatizo ya kesi, na ninataka uongee kwa sauti waweze kukusikia. Wako na matatizo ya kesi. Sasa kama mtu wako na shida ya kesi, wewe utamsaidia namna gani? Wakati ni wako. Asante sana. Mtu akiwa na kesi, kwa mfano ako na kesi kotini, na yeye hiyo kesi yake anataka kuwa yeye ndio mshindi wa hiyo kesi. Kitu cha kwanza, mwenye ana kesi naye ni nani, na anamjua, na anajua judge, na anajua mwenye kumstaki, majina yake yote kamili, na jinsi ya kutumia katika hali ya kesi. Sio njia nyingine kubwa sana. Kuna jinsi unatumia, lakini huwezi kuweka kwa mambo yote kwa mtandao. Lazima mengine utakuja uketi ukielezwa kivyako peke yako. So mambo ya kesi, kuna mimea kadhaa utatumika ili kusimamisha mtu wako anakusumbua kesi. Sitakueleza kindani jinsi utakavyo mmea gani na jinsi inatumika, lakini maelezo zaidi utakuja kivyako ndio ukapate maana. Namba moja, kuna msisi wa tunaita mkata kesi. Ni moja ya kusaidia kesi, kusima kesi na kusima mwenye pia anakustaki asinzie kesini na uwe mshindi. Cha pili, kuna mmea inaitwa mimosa plant. Kuna jinsi inatumika. Hiyo mimosa plant ukipata utajua jinsi inatumika, lakini utakuja uelezwe kindani vile inatumika. Mimosa plant nayo unaitumia ili kuvivisha kesi ya mtu. Kuna Sodom apple. Sikwambii ni sehemu gani inatumika, lakini mmea wa Sodom apple ama anduleri kwa Kiswahili chenye cha ndani, ama andura jinsi nyingine. So ukitumia huu mmea unamalizanga kesi yako vizuri sana. Mmea inaitwa ruviambo ama kwa Kiingereza cat eye.
cat eye plant ama stone breaker leaves ama stone breaker plant inamaliza mambo ya kesi na inakufanya kuwa mshindi, na pia italingana, ukija utaelezwa jinsi ya, ama ukitafuta kwa DM utaelezewa jinsi inatumika. Kwa hivyo vitu vingine hautaeleza kueleza zote, lakini hiyo nimekutajia mimea yenye itatumika katika hali ya kumaliza kesi na kuua mshindi katika ile kesi chenye unastakiwa na mstaki. Kwa hivyo watazamaji wangu, mtaalamu huyu anaitwa Wycliffe na anaendelea kutuhadithia mambo ya kesi. Kama wewe uko na kesi, umesikia vile ameongea kuhusu mambo ya kesi, na ako na utaalamu zaidi na maarifa zaidi ya kumaliza kesi. Kwa hivyo amesema kwamba kama unataka suluhisho ya hayo mambo, atakuelezea kwa undani sana. Kama utaweza kumtafuta, mtafute kwa hizo namba mnaona tumeweka hapo. Nitaweza kumfikia, ama baada ya hili somo atapeana namba yake ya mawasiliano. Kwa wale ambao watataka kumfuata moja kwa moja, mtampata na ataweza kuwasaidia sana. Ni mtaalamu mwenye ujuzi sana wa kutatua mambo ya kesi. Wale watu mko na makesi yamewatesa, yamekula mali yenu. Kwa hivyo nimeonelea nilete huyu mzee mwenye busara hapa ili aweze kusema mambo hayo. Sasa bwana mtaalamu, nikuulize swali moja. Umetaja kwamba lazima majina ya hawa wahusika wa kesi yaweze kuitizwa. Majina haya yanasaidia sana nini? Majina yana umuhimu gani katika kujua mambo ya kesi? Majina haya yanakusaidia kama wewe mtaalamu kufanya nini? Katika hali ya majina, jinsi unayatumika, kuna vile inatumika ili ndio ujue ule mtu anakustaki na mwenye anachaji hiyo kesi, ili ndio uwashike kimawazo na kiakili ili kushinda wao katika hii kesi. Watazamaji wangu, vile nilikuwa nawaambia mambo ya nyota ile wakati, na vile mnasikia anasema lazima majina. Kwa hivyo majina ndio yanatumika sana katika dunia hii kukamata nyota ya mtu, kukamata mtu, kumunasa akili zake, kumfikia mtu moja kwa moja. Lazima upite kwenye majina ya huyo mtu ndio ukaweza kubadilisha yale maneno unataka. Kama ni kesi ndio unaweza kukanzo, vile anavyoendelea kutuelezea. Sasa mtaalamu, kuna watu wamekuja hapa, wengine wanasema wako tasa, hawana watoto, wameenda kwa waombezi, wameenda kwa waganga, hawajaweza kufanikiwa. Na hili tatizo limekuwa likiwatesa sana watu wengi sana, wameenda wametapeliwa hela sao sana. Na nyinyi wataalamu nasikia kwamba wengine wanadanganya kwamba watawasaidia wapate watoto, na wachungaji wengine pale wanawadanganya kwamba watapata watoto. Wale watu wanatoa hela zao nyingi, lakini wakirudi hakuna mimba wanapata, hakuna watoto wanapatikana. Sasa wewe kama wewe sasa, na uko hapa na watazamaji wanakutazama, kama kuna watu wako hapa wanakutazama wako na shida ya utasa, hawana watoto, wanataka watoto, wewe utawasaidia aje ili waweze kupata watoto? Asante sana. Number 1, unawezapata mtu alitumia madawa ya family planning akaharibu kisasi chake cha kuzaa watoto. Kama alitumia madawa kwa muda mrefu, ile mishipa ikafungana. Kama mishipa ya uzazi imefungana, kuna jinsi ile madawa unapewa unakunywa ili mishipa ikapate kufunguka, ili mahali simefungika sifunguke, ndio hata mayai iwe na hitaji kushika mimba. Mtu hawezi pata mimba kama ametumia madawa sana, madawa imefunga mishipa yake. Pili, kuna mtu ametumiwa uchawi, amefungwa kiuchawi. Kuna madawa unaoga kwanza kutoa nuksi, kutoa visirani, kutoa nini, kutoa vifungo, ndio ukakae kuwa free kutoka kwa kile kifungo, ndio ukakuja kupata kufungukiwa njia ya kuzaa mtoto. Kitu cha tatu, kuna vile utaweza mtu amefungwa na yeye kishetani, ama amefungwa kiuchawi vile tumesema, ama huyu mtu amefika hana hamu ya hata ya mapenzi.
ama hata hana hamu ya mwanaume, kuna jinsi ile anasaidiwa kupata ile miti ya kukunywa ili ikapata kumrudisha katika ile hali ya uhitaji ama kuwa na hamu ya kimapenzi ama kuosha ile mishipa yenye imefungika yenye hata iwezi ikakuwa na tamaa ya kimapenzi na ama ya kimwanaume. Kwa hivyo watazamaji wangu, nimesikia mtaalamu anaendelea kusema hapa kwamba kinachowasuia watu wengi kukosa kupata watoto kwanza ni magonjwa. Amesema kwanza ni magonjwa, na wengine ienda ingawa wametumia madawa yameweza kuwaharibu ili wakakosa kupata watoto. Jambo lingine la muhimu hapa, amesema kitu kinafanya watu wasipate watoto, wengine wamefungwa kichawi. Kwa hivyo mtu kama amefungwa kichawi, amesema kwamba kuna mambo ambayo anafanyiwa ili akaweza kufunguliwa, na akatumia miti hii tunawafunza, akatumia na akaweza kufunguliwa na akaweza kupata mimba na akapata mtoto. Kwa hivyo vile anavyoendelea kutuelezea hapa, ninataka nimuulize swali lingine, kwa sababu ninasikia watu wengine wanaenda makanisani, hata kama mtu amepita kitu kinaitwa menopause, anaambiwa atapata mtoto. Wewe kama mtaalamu, jambo hili liko aje kwako, linawezekana? Mtu mwenye amefika over 40 years ama 45 and above, kuna vile yale mayai yamepoa ya mtu mwenye amefika menopause, na kuna jinsi ile mayai inayeyushwa na kunywa miti ili mayai inarudi kuwa na joto na kutamani, na mtu atapata mtoto akiwa hata na 70 years, as far as ametumia hii mimea jinsi inastahili, ametumia hii miti jinsi inastahili. Kutoka hapo atarudi kuwa akihitaji na atashika mimba na atazaa hata akiwa na miaka 80. Kwa hivyo watazamaji wangu, ni kwamba inawezekana, kuna uwezekano mkubwa sana kama uko na tatizo la kupata mtoto, haijalishi ni umri gani. Kwa hivyo kwa mtaalamu Wycliffe utapata mtoto. Kwa hivyo basi endelea kumfuatilia katika wale ambao wako na shida ya kupata watoto. Sasa nikuje upande mwingine, mtazamaji wangu naye nitazama na kuomba uendelee kutufuatilia vile mtaalamu wetu anavyoendelea kuelezea na kutoa maarifa, sababu maarifa ndio kitu ya muhimu sana. Sasa mtaalamu, nikuulize, hapa duniani kuna watu wengi wako na mabiashara. Unapata mtu anakuja kwako anasema niombee, niko na shida ya kupata wateja kwa biashara. Yaani watu hawana customers katika biashara zao. Sasa jambo hili wewe unalisaidia namna gani? Number 1, hata ukicha uombewe na pastor uwekewe mikono wapi, kama wewe mwenyewe uko na vifungo, hakuna siku utafanikiwa. Kwanza lazima uondoe vifungo ndani yako. Vifungo vyenye umefungwa, nyota yako ya biashara imefungwa, njia zako za kibiashara zimefungwa, umefungiwa, milango yako yote imefungwa. Utatarajia kufanikiwe na uko na mikosi? Utatarajia uwe na mvuto ukiwa na mikosi? Lazima kwanza ujitakase kibibilia. Lazima kwanza ujioshe maovu yote na visirani vyote na uchawi wote ulio ndani yako. Kutoka hapo ndio upate njia ya kupata wateja, uwe na favor, uwe na prosperity, uwe na abundance, uwe na fortune, uwe na success. Uwe yani unatamanika na unakubalika na watu wako wakuja kununua kwako ama customer wako. Kama huna mvuto, hakuna njia nyingine za survive. Kwa mfano, mvuto inakuja namna gani? Mvuto inakuja roho yako ikiwa safi, mwili wako ukiwa msafi. Kama mwili sio safi, hakuna kitu kama mvuto itakuja kwako. Kama uko na vifungo, kama uko na visirani bila kusingira, hauwezi pata njia nyingine. Kama lazima uchioshe, ung'are ndio uendelee kusurvive na kibiashara. Sasa mtaalamu, nikuulize, umesema kwamba biashara watu wengi wako na vifungo, na vifungo ndio inasababishia watu wengi wanakosa kupata wateja. Sasa wewe utaweza kuwasaidiaje ili watoke ndani ya vifungo? Vizuri sana. Lazima kuna vitu kadhaa unaambiwa utafute. Nitakwambia vitu kadhaa.
Kwa mfano kama lazima kuondoa visirani na mikosi, lazima ukikiosha na miti kadhaa ili ndio uchiondolee mikosi. Kuna mti inaitwa bitter leaf kwa Kiingereza, unaotumia unachanganya na chumvi ya mawe, unaoga nayo, inakuondolea mikosi. Kuna kibumbasi unachanganya na chumvi ya mawe, pia inatoa. Kuna madawa ya tiba, kwa unaenda kwa tiba asili, unanunua halititi, unanunua karafumaiti, ama we call it in English camphor, unachanganya, unaoga nayo na chumvi ya mawe, unang'alisha nyota yako kwanza. Kuna muosha fedha, ili ndio kwa maana biashara inahitaji pesa. Muosha fedha lazima utumie muosha fedha ili kuchiosha nayo ndio upate wateja. Haya, kuna mvuto lazima utafute dawa ya mvuto kwa tiba asili. Lazima utafute mlipu, lazima utafute mwita, lazima utafute muharaka, na kuna dawa ya mvuto combination utazitumia kuoga nayo, na uwe na mvuto kibiashara na uendelee kimaisha. Hata ukiwa kazini ama ukifanya kazi mahali unafanya kazi, ukitumia hiyo tu unakubalika kazini, hata mabosi wako wanakupenda na wanaona kazi yako ikiwa salama. Asante sana bwana mtaalamu. Kwa hivyo watazamaji wangu wale mnatufuatilia, mnasikia vile ametoa maneno hapo, na ndio maana niliwaambia kwamba msitoke kwa hii channel. Endelea kumfuatilia vile anapeana elimu hii, vile anatoa maarifa haya yaweze kukusaidia. Ametoa maneno mazuri sana. Kwa hivyo amesema lazima mambo ya vifungo viondoke kupitia kwa hizo njia ambazo ameweza kuongea. Kwa hivyo sasa, mtaalamu, nikuulize kwamba unayo dawa yoyote ya kuwasaidia hao watu, kwa sababu wengine wanaweza kosa hiyo miti kama muosha fedha na miti hiyo mingine umetacha hapo. Unayo madawa ambayo yako tayari ya kutoa vifungo, halafu mtu akipata kutoka kwako anatumia na anafunguka? Asante sana. Kama miti, kwa maana wengi kama hapa town kuipata ni ngumu, lakini kama unahitaji utapitia hii channel, ucontact hizo namba ziko kwa hiyo channel, ndio utavutiwe mbinu ya kufikisiwa hiyo dawa, ama ukujie, ama ufikisiwe utumiwe kama parcel. Bora useme umesema una uko wapi, na utatumiwa hata ukiwa nchi gani, na utatumiwa hata ukiwa town gani. Ni wewe tu utaamua. Kama hauna, utatafutiwa hiyo vitu yote, wekewe pamoja, uambiwe tumia hizi vitu, hoga nazo, tumia hizi vitu kwa kutumia hivi na hivi, na ukae salama. Ndio, asante sana. Na ninauliza swali lingine hapo kwa sababu ya watazamaji wangu hawa. Kama mtu anafanya biashara na anataka kitu ya kufuruta wateja, kitu ya kuita wateja, kufuruta wateja, hilo swala unalizungumzia namna gani? Hiyo sio mambo ya kwenda kwa waganga kupigiwa ramli, mambo eti unataka fanyiwe dawa mpe kutoka kwa waganga ya biashara. Dawa iko na unaijua, ni vile ujui matumizi yake na vile ujui vile inatumika. Lakini hapa sisi tunasema kuhusu mambo ya uganga, hapana. Hapa tunaongea kuhusu jinsi miti Mungu aliumba akaipea nguvu ya kufanya ili kitu fulani kifanyike. Hii sio mambo ya kusema ni uganga unasomeshwa hapa, hapana. Hapa unaelezwa jinsi ile miti Mungu aliumba akaipea nguvu ya kutumika. Ndio waganga wamechukua hiyo miti kuitumia ili kudanganya watu katika hali ni mti unajua, lakini unapewa na mganga ndio ili anakuambia pesa mingi kwa sababu haujui. Lakini miti Mungu aliyopea uwezo iko, kwa sababu wewe hauijui, itabidi ugaramie ndio ilipie ndio ipate. Kama miti sasa kwa mfano hujaipata, utaambia through hii channel, contact hii channel, utavutiwe na utumiwe ikufikie. Iko dawa, ukitaka miti hiyo iko dawa yoyote ile unataka. Kama unaitafuta umekukosa, wewe piga simu through hii channel na utaipata. Asante sana. Kwa hivyo mtazamaji wangu, unaambiwa kwamba dawa ya kufuruta wateja, upate wateja kwa kazi yako, kwa biashara zako, iko. Kwa hivyo sasa wewe namba zetu ziko hapo, utatafuta na utaweza kutumiwa mahali popote ulipo. Na mtaalamu amesema hapa ni mtu ambaye amesomea elimu ya miti, na amesema vizuri sana kwamba hapa sio uganga tunafundisha elimu ya miti na elimu ya vitu vyovyote vile ambavyo Mwenyezi Mungu akaviumba, akaviweka katika ardhi hii ili viweze kusaidia maisha ya mwanadamu moja kwa moja. Kwa hivyo ni sisi
ile Hosea 4:6 inayosema wanadamu wanaangamia kwa kukosa hekima na maarifa. Kwa hivyo basi tunakosa hekima, tunakosa maarifa, ndio maana ile miti tunaijua, hatujui vile inatumika ili kutusaidia. Ndio tunaenda, wengine wanaenda kwa waganga na wanatabeliwa hela zao nyingi. Kwa hivyo hapa ukifuatilia utapata msaada. Kwa hivyo kwa mambo ya biashara nimewaulizia wale walikuwa wametuma masuala yao kuhusu mambo ya biashara, na nikuje kuna swali lilikuwa limeulizwa pale upande ya kinga. Kwanza wameuliza upande ya kukinga, kuna upande ya kinga ya mwili, upande ya boma, kukinga boma, na upande ya kukinga mambo yako. Sasa tunataka tuanze na kinga ya nyumba ama kinga ya boma. Wewe kama mtaalamu unayejua elimu sana ya miti, utawasaidiaje watazamaji wangu hawa ili waweze kupata kujua jinsi ya kukinga boma zao dhidi ya wachawi, dhidi ya wezi? Haya, miti number 1, mwenye amesawaika amejua jinsi wasungu wanakaa. Msungu anaweza amua kupanda maua compound yake msima, ingine apande mpaka kwa nyumba, ingine apande mpaka kwa mlango. Ile maua si eti anapanda kwa sababu ya maridadi. Kuna maua unapanda inakusuia kutokana kwa visirani. Ilipewa uwezo hata biblikali ya kwamba iko na uwezo wa kuzuia macho mbaya, iko na uwezo wa kuzuia watu wabaya, iko na uwezo wa kuzuia wivu, miti iko na meaning zake. Kama maua iko na maua ya kila aina, utapanda maua ya laana kwa compound, unapata laana tu kwa compound au tu. Utapanda maua mengine kwa compound, ina attract favor, love, abundance, prosperity and fortune. So hii maua inapandwa, miti yenye tuko nayo iko na kila mti iko na sababu zake. Dawa ya mambo ya kinga, kuna ile utaweza panda, kuna ile utaweza tumia kuweka kwa nyumba. Sana rosemary ni mti mmoja mzuri sana kwa kinga. Kuna mti inaitwa Boston Fern, ni mzuri kwa kinga. Kuna mti inaitwa inaitwa maua ingine inaitwa monstera, ni mzuri kwa kinga kwa boma. Kuna maua ya kina aina karatea, ni maua ingine mzuri sana inapandwa. Ni maua tu decoration lakini ni kinga mzuri sana. Kuna mata in rostang ama snake plant, ukipanda kwa boma inasuia. Kuna mmea inaitwa mnyaa, ukipanda kwa compound ni ajabu sana kwa kinga. Kuna kibumbasi ukikiweka kwa compound ni mmea hatari sana kwa compound. So italingana wewe ni unajipanga kwa compound yako na maridadi yako ya kwako kivipi. Na pia kuna madawa yenye imetengenezwa ya kutumia kwa boma. Yenye utatumia utaweka hata kwa juu ya mlango ikusaidie kuzuia waovu. Kuna ingine utazichanjia kwa mwili ukapata kinga mzuri. Kuna ingine utaweza kunywa inakupea kinga mzuri. Kuna spices kwa supermarkets. Wewe unaona ni spices watu wasungu wananunua wanaenda kukulia mboga na ama kunywa chai nayo. Ile ndio inasaidia kwa afya ya mwili na pia iko na maana ya kinga ya mwili. So ni vitu mingi, ukicha kwa hiyo channel ndani utasomeshwa kindani ndio ujue jinsi inatumika. Sasa watazamaji wangu, mnasikia vile maneno yanatiririka, yanatiririka kutiririka. Upande ya kinga ya boma ndio hapo tupo. Kwa hivyo mtaalamu, nimeona watu wengi matajiri wanapanda mti huu umetaja, unaitwa snake plant ama unaitwa mti wa mnyoka. Huu mti wa mnyoka unawasaidia nini? Nataka uwaelezee watazamaji wangu kabisa. Hii snake plant number 1, scientifically ina purify air kutoka hewa chafu kuleta hewa safi kwa compound. Haya, spiritually ina wipe out evil energies. Inafuta pepo mbaya, roho mbaya yote. Inatoa visirani, inatoa mikosi. Mtu mwenye nia mbaya kuingia kwako kuiangalia tu roho yake inastuka na ile ubaya wake unamrudia, yeye anaingia kwako bila hiyo ubaya wake. Kuna mti ingine umetaja, kwa sababu ninauliza hivyo kwa sababu nilikuwa nimetoa masomo ya mti wa mnyoka unaitwa snake plant, na kuna mti mwingine umetaja unaitwa mnyaa.
mti ule wa munyaa niliuzungumzia pale nyuma na nimesikia ameutacha hapa. Sasa leo tunataka atuelezee munyaa unasaidia nini kwa mambo ya kinga ya boma. Munyaa kwa tiba inatibu ya afya ya kimwili. Tunatumia maji yake utibu naye mahali umegonjeka. Lakini munyaa cha msingi kwa munyaa hata kiu nyumbani kupandwa kwa boma, kusongeza munyaa peke yake mahali umepandwa, kama ni mnagawana shamba iwekwe, wewe ukuje ungoe hiyo munyaa usongeze, tunataka shamba yako ikuwe kubwa kuliko ya mwenzako. Hiyo ni laana kubwa ya ajabu na utalaniwa bila utaishi vyema kimaisha. Munyaa inasaidia kufukuza wachawi. Munyaa inajaribu kufungua njia. Munyaa inajaribu ili kukupa kinga kamili yako. Mungu ndiye yako na kinga anakupea. Lakini kuna kinga hapa ulimwenguni ya kibinadamu na kupitia miti. Hii Mungu ameweka kwa miti. Sasa kupitia hii munyaa iko na nguvu ya kinga za ajabu. Mchawi hawezi kupikia wewe, visirani hawezi kukupikia wewe, hata kubeba vijiti vyake ni kimaajabu kwa mfuko. Ni kinga hatari sana. Haya, kuramba tu chivu yake ni kinga hatari sana. Kuoga na hiyo chivu hiyo munyaa ni kinga hatari sana. So it will depend na wewe jinsi utaitumia, na jinsi utakapokuja ueleze jinsi ya matumizi mengine zaidi. Kwa vingine huwezi kuelezewa yote. Weka break. Sasa watazamaji wangu, mmesikia maajabu ya mti wa munyaa. Mmesikia maajabu ya mti wa munyoka hapo. Ule munyoka hata ukipanda, ndio unaona wanapanda ndani, inasuia nyoka hawezi kuingia kwa nyumba yako, nyoka hawezi kuingia hata kwa boma yako kama umepanda huo mti unaitwa snake plant. Na munyaa umesikia ni kinga kubwa sana. Unajua hapa hauwezi kutoa maneno yote. Ndio maana ninataka mtakuja kufuatilia, kuulizia pale tunapatikana kwa hizo namba ili muweze kujua zaidi. Kwa hivyo hapa ninapita chuchu. Mtaalamu nikuulize swala kwamba kama upande sijakuja upande wa kinga ya mwili, tuko upande ya kinga ya nyumba. Kama mtu wengine wanasema kuna dawa yoyote inaweza mkamata mwizi ama inaweza mkamata mchawi. Hapo ndio naulizia uweze kuambia watazamaji kama kuna dawa ya kukamata mwizi ama kukamata mchawi akija akaganda pale. Asante sana. Wakati mimi kusoma ile knowledge niko nayo ya mimea, kuna mimea mbili zaidi hatari, lakini sikwambii zaidi inatumika kivipi. Na mmea wa muhogo, kijiti cha muhogo na kijiti cha mbaazi, hizi vitu viwili ukiziweka mahali, awe mwizi anakuja kuiba, awe mchawi amekuja kuanga hapo mahali, sikiwekwa mahali chesi kitatumikwa katika hali ya kitiba, huyo mtu hawezi toka hapo mpaka ukuje kumtandika bakora ya muhogo ndiye akapata kutoka hapo, ama bakora ya mbaazi ndiye akuje kutoka hapo. Kwa hivyo matumizi zaidi siwezi kukwambia kwa saa hii, lakini kinga ya wachawi kwa boma, kutoingia kwa boma ya mtu, ni mti wa hatari wa mbaazi na mti wa muhogo. Hivyo tu. Kwa hivyo watazamaji wangu wale mnaendelea kutufuatilia, hapo kuna kasiri kako ndani, unajua kafungua cha kupea ufunguo. Kuna kitu hapo kwamba kinastahili kufanyika kwa ile vijiti ametaja. Nilisa vitaja pale kwa ile channel yangu, hapo kwa mafunzo yangu hapo nyuma. Kuna kitu fulani unafanya, alafu ukiweka lazima yule mtu akicha atanasa. Kwa hivyo ukitaka kufanya jambo hilo, tufuatilie na utaweza kusaidiwa na utaweza kumpata mchawi wako. Akija mahali pale atanasa. Hiyo ni mambo ya mchawi. Na mwizi wale wanaibia watu ng'ombe, wanaiba mbuzi. Hizo vitu tena ndio zinatumika, unachanganya na mikamba za mrangamia. Unachanganya na bilibili na sindano. Mahali utasibukia sikuambii ni wapi, ndio kuja kupata hao hizo. Lakini nimekuongezea vitu za kuhusika mwizi na kuna kufanya mwizi akae mbali nawe. Kumbe hiyo elimu mko nayo mrangamia. Na ni mrangamia kamba zake.
bilibili na utumie na hizo vitu vingine nimeongeza. Na hii bilibili unataja ni pilipili gani? Sababu kuna nyingine nasikia inaitwa pilipili kichaa. Sijui ni kama hiyo ama ni gani unatumia? Kwa bilibili chili pepper ndio inadili na wezi. Inaitwa chili pepper, bilibili ya kawaida nyekundu. Mambo ya black pepper iko na matumizi yake naye. Kama mambo ya kimapenzi, ya ndoa, kutoa visirani na mikosi, iko na mambo yake. Kuna cayenne pepper ya maumivu ya mwili, mtu akiwa anaumwa na joints, akiwa anahangaika na maumivu ya mwili, cayenne pepper ni ya kutusaidia. Bilibili kichaa iko na siri kubwa sana yenye uwezo ukaelezwa hapa na ikapata kukamilika. Bilibili kichaa hii itafanya mtu, hata mtu wa kwenu kama amepotea mbali unamuita kupitia bilibili kichaa. So kuna vitu vingine ya ndani. Sawa, karibu sana watazamaji wetu vile mnaendelea kutufuatilia. Nafikiria kuna kitu unapata, uwe Uarabuni, uwe Ulaya, uwe Afrika, uwe Kenya, Tanzania, Kongo, Burundi, Rwanda, mahali popote pale mnatutazama, tunaendelea kufurahia sana kwa sababu ya mambo ya kinga ya boma. Sasa nimuulize mtaalamu wetu hapa kuhusu kinga ya mwili, kwa sababu watu wengi wanarogwa, watu wanaangushwa, watu wanakufa, watu wanauliwa. Kunayo katika miti hii umejua, kunayo dawa ya kufanya kinga mtu asirogeke, mtu aweze kujikinga, ajitibu, akae vizuri, wakimjaribu na makombora yao yanaanguka patupu. Asante sana. Kutaka mtu asikufanyie ubaya kwako wewe, kuna jinsi unatumia, unafanya. Kuna mimea unachanganya mbalimbali, lakini kwa mfano unatumia stone breaker ama wanaitanga cat eye seed, kuitumia jinsi inatumika hapo ni baadaye, lakini unatumia hiyo ruviambo mbegu zake ili kujisuia kutokana kwa mambo ya kinga ya ama kurogwa na watu ama kufanyiwa uchawi na mtu. Haya, pia kuna hii mti wa mbegu ya yani kijiti cha mbaazi ama mbegu ya mbaazi ama matawi ya mbaazi ama mizizi ya mbaazi, kuna vile inafanyiwa inakuzuia kutoka kwa uchawi ama kwa kurogwa. Pia ukiongeza muogo matawi yake inaleta kinga hapo. Ukileta mzizi wa kiumbasi kuna vile inatengenezwa inakusaidia. Ukileta mkaa, yaani ile chipu ya mkaa, kuna vile inafanywa, unafanya kinga yako ya kibinafsi, uwezi rogeka ama uwezi fanywa uchawi wowote ule. Kuna jinsi utaweza kuwa sio lazima uchanjwe mwili wako, unaweza kuwa hata kitu ya kukunywa tu kwenda kwa mwili unakaa salama. Ama kuna jinsi unaweza kuwa na kitu ya kutembea nayo unakaa salama. Hata mtu akuwekea vitu uruke hapo, hakuna mahali itakupeleka. Asante sana kwa maelezo mazuri. Na kuna jambo linaitwa mvuto, na watu wengi wamekuwa wanakataliwa kila mahali, wako na roho ya rejection. Inaitwa roho ya rejection, roho ya kukataliwa. Na wanataka mvuto wa mapenzi ndani ya nyumba. Kama ni kijana anataka mpinti mahali fulani, mpinti amegoma, anataka amsindwe ili aweze kumkubali. Jambo hili unalizungumziaje kuhusu mambo ya mvuto? Mambo ya mvuto, kwanza lazima ujioshe, ujitoe nuksi ndio upate mvuto. Mvuto iwezi kuja kama mahali kuna nuksi. Ni kama injili iwezi ingia kwa mtu kwa roho, kama roho ni chafu, kama roho iko na dhambi za kila aina. Hata kanisani mtu anaomba kwanza, anatubu dhambi zake ndio apokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi akaingia mahali roho ni chafu. Na pia mvuto iwezi kuja kwako kama wewe hujajitakasa kwanza, hujajitoa zile nuksi, hujajitoa visirani, hujajitoa mambo ya kando. Lazima ujifungue kutoka kwa mikosi ndio mvuto ikupate wewe. Je, kama umejiosha ama kuna miti ya kuoga ili kutoa visirani na nuksi na kila aina ndio urudi kutafuta mvuto, hiyo miti iko na utapewa na utaoga nao. Baada ya siku 7 unaanza kuona maisha ikiwa tofauti. Utaanza kuona baada ya siku 3 hiyo dawa ukioga nayo unafunguka,
unaanza kuona tofauti kianza, hata mahali ulikuwa unakataliwa unapata kuanza kuona ukionekana ukikubaliwa. So which means lazima ujifungue wewe ndio upate mvuto. Lazima hiyo kujifungua ni kuoga na miti yenye Mungu amekuwekea. Sio mambo ya kwenda kutupiwa vitu na waganga na nini eti nini. Hiyo ni miti utatumia ile Mungu alikuumbia, tena iko mpaka kwa kila mahali, hata kwa barabara. Lakini wewe hauijui. Kwa sababu hauijui, utaikujia na uipate ikusaidie. Amen. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni hivyo unavyoelekezwa, na nimefurahia sana kwa mgeni wangu leo kuja kwa hii channel ili kutoa mafunzo mazuri. Kuna mti nilisikia ukiutacha unaitwa Do As I Say. Do As I Say. Huu mti nataka siku moja ulete hapa kwa hii channel uwaonyeshe watazamaji wangu. Hebu gusia huu mti unaitwa Do As I Say. Yaani wale wa Tanzania inasema hivi, kuna mti ambao ukiwaambia fanya hivi unafanya vile unavyosema wewe. Mti wa Do As I Say ni mti una command. Chenye unaongea ndiyo kinakuwa. Na kwa sababu leo ni mara ya kwanza kukutana, next time utapata miti ikiwa hapa na kuonyesha hii inaitwa hivi, unaiona kwa picha. Hii inaitwa hivi, unaiona kwa picha. Ili ndio ujue ni mti gani. Lakini kwa sababu leo ni introduction tunafanya, leo ni kukaribisha kwa channel ili uanze kuifuatilia na upate usaidizi ya ndani ukiwa ndani. So una subscribe, una join, una comment, una like, and then ukiwa ndani utajua siri nyingi zaidi na zaidi. Kwa hivyo hii mti ina command, chochote unataka. Unaongea kwanza, unaomba Mungu, mimi fulani, Mungu ninakuomba kupitia hii kitu nataka, ili ukosefu niko nayo, kupitia hii mmea nikiutumia, ni wewe uliipea nguvu, itendeke jinsi nimeomba na itatendeka. So ile ni mmea, unaomba Mungu kwanza, halafu unaitumia jinsi inastahili kutumika. Asante sana mtaalamu wetu. Tena kuna mti niliona unapenda sana, ninawaulizia maswali kidogo. Kuna mti unaitwa alligator pepper. Alligator pepper hii, wewe naona uko na maarifa sana kuhusu alligator pepper. Utawasaidiaje watazamaji kutumia alligator na kujisaidia kwa mambo yao? Alligator pepper inasaidia kiafya, number 1. Alligator pepper kiroho inasaidia, kwanza inachenga mwili wako kwa kiafya. Secondly, kwa kiroho, alligator pepper inaitwa king of the herbs ama king of the spices. Alligator pepper inafunja, inasambaratisha, inaharibu mabaya yote ya kila aina na ina command. Ukiomba na alligator pepper uitumie jinsi inafaa, chochote unataka hata kiwe Marekani utakipata. So through alligator pepper iko na powers ya kuleta na kuharibu. Sasa ni jinsi wewe unataka kuitumia, ni kuleta ama ni kuharibu. So alligator pepper is a very powerful spice kiafya na kitibu. Asanteni sana watazamaji wangu. Nafikiria umeelewa vile mgeni wetu leo ametuletea mafunzo mazuri. Wale ambao mliendelea kutufuatilia, mbarikiwe sana. Kwa sababu tumefika mwisho wa hii kipindi. Ninataka awapee namba yake hapa, ili ukimutaka kwa mambo zaidi aweze kukuelezea zaidi kwa yale anayoyajua. Atapeana namba yake, na kwa sababu kuna watu wako nje ya nchi, utaanza na jumuisha 254. Endelea hiyo namba sasa, waongezee. Kabla niongezee kwa hiyo namba, sana akipitia kwa hii channel akupate wewe, ndio amenipata. Ndio sasa hata nipeane namba sio suluhisho kubwa. Hii channel utaniita tena uniambie kuna mtu anataka, ama unipea namba yake wakati amekupea namba. Lakini apitie kwa hii channel, asubscribe kwa hii channel, ajoin kwa hii channel, like kwa hii channel, ndio wewe utamtuma kwangu. Kwa hivyo watazamaji wangu wale mlikuwa mnanifuatilia, ameweka key akasema
Ukinipata kupitia hiyo namba tumeweka hapo, utakuwa umempata. Kwa hivyo kama utakuwa na mambo yoyote ya kuuliza, wewe nifuate katika WhatsApp. Hiyo namba inatumika mpaka kwa WhatsApp hapo, na hiyo namba ndio tunatumia hapa kwa hii channel. Kwa hivyo ukicha kwa WhatsApp ama ukicomment hapo kwa WhatsApp kwa channel ya YouTube, tutaweza kuona na tutaweza kuongea zaidi, na tutajua ile msaada unataka utaweza kuupata, kwa sababu mgeni huyo nimemwalika hapa siku ya leo, na tena siku ingine atakuja, atarudi hapa ili aweze kurudi na kuweza kuwapea elimu zaidi. Kwa hivyo mimi ninaenda kumaliza nikisema utawaambiaje watazamaji, kwa sababu tunataka kufunga, tumefika mwisho wa kipindi ya siku ya leo. Mimi kitu nitaambia watazamaji ni kwamba saidi waja kuharibu pesa kwenda kwa uganga, waja kuharibu pesa kupelekea wachawi. Waganga ni wachawi tunawaita, ndio. Chukua pesa zako, kama ni heri uenda upate mwelekezo mzuri bila kupigiwa ramli, kudanganywa, usaidike kwa njia ya iliyo halali tu. Ukiwa na shida yoyote ni heri ya kuelezewa kuliko ya kwenda kuwekewa kwa giza. Kitu cha tatu, uwe mwaminifu kwa kila jambo, utasaidika. Kitu cha nne, mambo ya ucomment ubaya kwa kitu chenye kinasaidia watu wengine, ama kwa mfano kwa hii channel ama kwa kwingine ama kwa mtu mwingine umepata kwa FB ama WhatsApp, uache, kwa maana ile kitu ni cha maana sana, kinasaidia wengine. Wewe kwa sababu ya kudharau kwako, hata wakati watu walikuwa na ubiriwa, kuna wengine walikuwa na puusa Yesu Kristo. So which means hata hii ukiambiwa kitu ni ya ukweli, ni inasaidia, watu wengine ni wakupuuza. Jinsi unapuuza wewe, unaendelea kuhangaika, mwenye anatilia maanani anafaidika. So sio watu wote wanaomuita Bwana Bwana wataelekea ufalme wa mbinguni, na sio wengi wataona hii kitu wakiwaseme ni sawa ama ni kinasaidia. Kuna wale wapinzani wako, hata siasa ya Kenya inakuwa na wapinzani. Sasa lazima tukubaliane na tuitikie. Ukitaka kufaidika kupitia hii channel, ingia, utafuatiliwa na usaidike, ueleze mashida zako, utasaidika na utasomeshwa kivyako peke yako, individual na shida zako. Na sio shida zako utakuja kusianika. Wewe hapa ni ushuhuda utaleta tu kwa hii channel kusema nimesaidika 1 2 3. Lakini mambo mengine uwezi ukaandika kwa hii channel ili watu marafiki zako wataipata. Lakini sisi ukiwa umefuatilia hii channel, tutarudi kwa inbox yako tukusaidie kupitia wewe peke yako, na urudi kwa ushuhuda peke yake kwa hii channel. Asante sana mgeni wetu, na amezungumza vizuri sana. Unajua hapa ninawahudumia wachawi, ninawahudumia waganga na wapagani na Wakristo na Waislamu, watu wa kila aina. Lakini wachawi wale na waganga wengine wanapoona kwamba tunafichua siri, kwanza wachawi na wasirikina wanapoona tunatacha tunafunua mambo yao, wanakuja kwa channel, wanaanza kututukana, wanaanza kusema maneno mengi. Kwa hivyo ukiona mtu yoyote anakuja kwa channel ya Nabii Mwonaji, anakuja kutukana ama kuongea mambo ngumu, ujue kwamba huyo ni mchawi, ni musirikina, tumemkanyaga sawa sawa, ndio maana anakuja kutoa maneno yasiyo sawa. Kwa hivyo tumefika mwisho, wanangu, watazamaji wangu, tunakutakia uwe na wakati mwema tena mpaka wakati tutakapokutana katika kipindi kingine kitakachokuja. Kwa hivyo namba yetu ya mawasiliano ni jumuisha 2547203293. Waingereza wanasema ni +25472863293. Hiyo ndio namba ambayo tunatumia katika mawasiliano yote ya WhatsApp na kila mahali kwa mawasiliano yote. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki tena mpaka siku tutakapokutana katika kipindi kingine tutawaletea. Asanteni sana.